Habari yako mheshimiwa? Salama salama. Jitambulishe kwa majina, wanatamani ukufahamu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Jina langu naitwa Staff Sutibata Alkadi, ni rais wa serikali na wanafunzi ambaye nimemaliza muda wangu katika chuo cha taifa cha usafirishaji. Okay, umemaliza muda wako, na hisi haikuwa safari ya rahisi sana. Umepitia mabonde na magumu. Safari yako kwa ufupi tu ilikuwaje? Kiukweli safari ilikuwa ni kubwa toka nilipokabidhiwa kijiji mwaka jana mwezi wa 6. Kama tunavyojua safari ya uongozi ni safari ngumu na ni safari nyeti sana ambayo inahitaji consistency. Kuna wakati utakatishwa tamaa, kuna wakati utapata changamoto nyingi sana, lakini yote ukiwa unajua maana ya uongozi inabidi kwamba usikate tamaa, uamini kile unachokiamini, lakini pia uwe na katika mwongozo ambao unatamani siku moja ufikie. Na ndio maana licha yote ambayo imetokea katika changamoto ambazo zimetokea katika uongozi wangu, lakini nimeendelea kuwa na consistency na kuamini kwamba siku moja nitafikia tamati ambayo nimefikia katika sasa hivi. Na ndio maana pia ndio chachu ya mafanikio yote ambayo nimepata katika serikali yangu. Kwa naamini pia uongozi ulio ndani yangu na unafanya pia katika siku ya leo nimepongezwa katika siku kubwa sana. Kwa kazi yako kubwa ulioifanya toka mwezi wa 6 mpaka hivi leo umeachia ngazi ya urais, umemwachia kiongozi ambaye ameingia sasa. Ni mambo gani ambayo wewe unasema kwamba wananchi au wanafunzi wa chuo kikuu cha NIT bado wanakudai? Ni kitu gani? Nimefanya mambo mengi sana katika awamu yangu. Labda ambacho wanadai niseme tu labda ni upendo ambao ni bado niendelea kuishi nao. Kama unavyojua mimi nilikuwa mtengenezaji zaidi wa mahusiano, kwa maana kwamba mahusiano ya wanafunzi na serikali ya wanafunzi, lakini pia mahusiano ya wanafunzi, serikali ya wanafunzi na management kwa ujumla. Kwa maana sisi ndio pillars au ndio mihimili mikubwa sana ya kutengeneza chuo katika kuwa katika image ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo tumeshirikiana kwa kiasi kikubwa sana. Kwa nafikiri labda hapo viongozi ambao wanaingia na rais ambaye anaingia, kizuri ni kwamba alikuwa ni waziri mkuu wangu. Kwa hiyo bado ataendeleza yale mazuri ambayo tulikuwa nayo, lakini pia zile changamoto ambazo tulikuwa tunazipia kuna moja ama nyingine nyingi nitakuwa nimezisolve, lakini changamoto waziishi katika sehemu ya kazi. Kwa hiyo naamini pia katika chachu ya uongozi ambao wanao kufanya vizuri, ataendelea pia kuishi mazuri ambayo nilikuwa nayo, mazuri atachukua, mabaya basi ataachana nayo. Wanasema kila kiongozi anaingia kwenye nafasi anakuwa na wakati wake wa kuongoza tofauti na mtu mwingine, kwa sababu watu hatufanani. Unamwambia nini mheshimiwa ambaye anaingia, ni kitu gani hasa anze nacho katika uongozi wake? Of course ndio hivyo. Naamini tu kwamba kila mtu ana jinsi ambavyo atakavyoongoza na kila mtu ana kalama yake ya uongozi. Wanasema kwamba leaders are born, lakini pia wanasema leaders are made, lakini mimi naamini tu leaders are born. Kama tunavyosema kwamba ukizaliwa kama kiongozi lazima kuna ethics ambazo utakuwa nazo, utakuwa na talent ya uongozi. Kwa hiyo utajua jinsi ya kutaka wale mazingira ambayo kuna moja ama nyingine anaweza kukudidimiza au kukuamsha. Kwa vyote vile katika ile situation unabidi uwe imara, lakini najua tu jambo ambalo pia ataanza nalo, ataendelea kwanza kuwasikiliza kwanza wanafunzi, wananchi, kutokana na vipaumbele vyake ambavyo ameingia navyo, ataendeleza pale ambapo mimi niliishia. Kwa hiyo naamini tu kwamba rhythm ya wanafunzi ya uongozi bado itaendelea ile. Mimi kuondoka hapa haimaanishi kwamba sitashirikiana nao, bado tutaendelea kushirikiana katika makubaliano, katika mashauriano ya hapa na pale, kumuongoza aende katika nafasi gani, lakini naamini tu kwamba bado wanafunzi wapata kiongozi imara ambaye ataendelea kupeperusha bendera ya NIT, lakini pia kusikiza changamoto za wanafunzi. Basi mimi nikushukuru, lakini waambie neno moja wana NIT ambao wanakutazama kama rais mstaafu wa serikali iliyopita 2024-2025. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Neno moja na kubwa sana ambalo natamani wanafunzi wa NIT walisikia kutoka kwangu ni kwamba nawashukuru sana kwa sababu wao ndio wamenifanya mimi kuwa hivi leo. Bila wao nisingekuwa hivi. Naamini tu kwamba uwepo wao wameendelea kunitengeneza mimi kuwa kiongozi wa namna hii. Kwa hiyo naamini hata jamii ambayo ninaenda bado itanufaika kuwepo kwangu mimi kutokana na wale matunda ambayo nimeyapata katika chuo cha taifa cha usafirishaji. Ili pia niwapongeze kwa upendo ambao walikuwa nao kwangu mimi. Tumeshirikiana katika majambo tofauti, tumeishi kwa upendo. Kwa naamini bado tutaendelea kuwa pamoja na wale ambao tunamaliza pamoja chuo, basi huko tutakapokutana basi tutaendelea kuwa na mashirikiano mazuri. Yote tukiamini tu tunajenga NIT imara na bora yenye upendo na mashirikiano bora. Basi mheshimiwa, nikushukuru sana, lakini pia nikutakia wakati mwema na safari njema, kwa sababu pia umesema ni finalist ambaye unamaliza. Asante sana. Nashukuru sana.